Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu, vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu. Kumbuka kumekuwa na taarifa nyingi ambazo zinaelezwa, ikiwemo swala zima la Putin na Donald Trump kuonekana bado hawajafikia makubaliano, ambapo tumemsikia rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba rais Vladimir Putin wa Urusi anataka kuvimaliza vita nchini Ukraine, licha ya kwamba mazungumzo na ujumbe wa Marekani ambayo hayakupata mwafaka huko Moscow yaliweza kuendelea. Na Trump amesema haya wakati ambapo maafisa hawa wa Marekani wanapanga kufanya mazungumzo mengine na mwakilishi mkuu wa Ukraine kwenye mazungumzo hayo ya kusaka usitishwaji mapigano. Na sasa baada ya kuulizwa kuhusu mzunguko wa swala hilo kwenye swala zima la mazungumzo, Trump amesema ni mapema mno bado kujua kitakachotokea, na akaongeza kuwa mjumbe wake maalum Steve na mkwewe Jared Kushner katika mazungumzo yao na Putin walihisi kuwa ana nia kuvimaliza vita hivyo. Trump vile amesema kuwa Ukraine inaliunga mkono kikamilifu pendekezo la Marekani la kusitisha vita. Witkoff na Kushner walifanya mazungumzo marefu na Putin, ila wakashindwa kupata mwafaka katika mapigano mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Kremlin ilisema kuwa haikukubaliana na sehemu ya huo mpango wa Marekani wa kusitisha vita, licha kuwa pendekezo hilo lilijumuisha Ukraine kuachia sehemu kadhaa za eneo la Donbas ambazo bado inazishikilia miaka 4 baada ya uvamizi wa Urusi. Kwa hiyo hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu. Sasa kuna taarifa nyinginezo mbalimbali ambazo zimeweza kutufikia, na nitakachokifanya ni kuendelea kukujuza hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Ni kwamba wanajeshi wa Urusi wameharibu kundi la mapigano la kikosi cha 225 cha mashambulizi cha Ukraine wakati wa jaribio la shambulio la kujibu karibu na Alexeyevka kwenye mkoa wa Sumi. Chanzo kutoka vyombo vya sheria vya Urusi kinasema. Vile vikosi vya ulinzi wa anga vimepiga risasi ndege 76 zisizokuwa na rubani za Ukraine usiku kucha kwenye maeneo kadhaa ya Urusi na Bahari Nyeusi, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Hapo kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilifanya mashambulizi matatu kwenye eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk ndani ya saa 24 zilizopita, wakifyatua risasi, ofisi ya utawala ya Donetsk People's Republic imeeleza. Ila vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilishambulia miundombinu ya nishati ya mkoa wa Zaporizhzhia na kuacha zaidi ya watu 2,000 wakiwa hawana umeme. Governor Evgeny Balitsky anasema kupitia channel ya Telegram. Anasema kutokana na mashambulizi ya mizinga, miundombinu ya umeme ya eneo hilo iliharibiwa katika sehemu ya kaskazini magharibi mwa eneo hilo. Vile kubomoa eneo lote la Jamhuri ya Watu Lugansk kunaweza kuchukua muda mrefu kama miaka 50, hata kwa kuzingatia teknolojia mpya zilizoundwa na Urusi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kupitia radio ya Sputnik. Urusi imeendelea kuisifu ndege isiyo na rubani ya Forpost ambayo hufanya misheni mbalimbali kwa jeshi lao kushambulia hususan ndege zisizo na rubani na maeneo mengine mbalimbali. Wakati wa kugundua na kuondoa boti zisizo za rubani za Ukraine katika Bahari Nyeusi, droni ina uwezo wa kufanya kazi kwa mbali na kugundua malengo yaliyobaki nje ya ulinzi wa vikosi vya Ukraine. Denis Fodinov ambaye ni mtaalamu wa ndege zisizo na rubani amesifia droni hizo. Uingereza kwa kutumia kampuni zake za kijeshi binafsi zinazodhibitiwa inaendelea kuimarisha vikosi vya kijeshi vya Ukraine katika mgogoro wao unaoendelea na Urusi. Kulingana na Yevgeny Lesnyak, naibu mkuu wa utawala wa kijeshi kiraia wa mkoa wa Kharkov wa ulinzi na usalama PMC za Uingereza, anasema zina jukumu muhimu katika kuunga mkono jeshi la Ukraine. Uingereza kupitia kampuni zake za kijeshi binafsi inaendelea kuunga mkono kikamilifu shughuli za kijeshi za Ukraine dhidi ya Urusi. Vyombo vinavyojulikana vinavyohusika ni pamoja na G4S na vinginevyo. Vile ndege aina ya Geran-2 Shahid-136 UAV ambayo ina makombora ya R-60 ni tishio kubwa kwa ndege za kivita za Ukraine kwa sasa. Helikopta na ndege zisizo na rubani. Alexander Stepanov, mtaalamu wa kijeshi kwenye taasisi ya sheria na usalama wa taifa kwenye chuo cha rais wa Urusi cha uchumi wa kitaifa na utawala wa umma Ranepa, anasema kumbuka vita hivi namna ambavyo vinaendelea vimefanya mataifa mbalimbali kuweza kutumia silaha zao nyingi za majaribio, wakiwa wamepata ni uwanja sasa, tuseme ni wamepata uwanja wa kufanya majaribio wa silaha zao mpya ambazo walikuwa wamezifungia ndani. Mojawapo ni Urusi amefanikiwa hivyo. Vile jeshi la Ukraine limepoteza nafasi ya kuondoka Guilaipol katika mkoa wa Zaporizhzhia
baada ya wanajeshi wa Urusi kukomboa Chernovoe. Mbunge wa eneo hilo anasema. Mbunge huyo aliwasihi wanajeshi wa Ukraine kuweka silaha chini na kujisalimisha. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Chernovoe kwenye mkoa wa Zaporizhzhia ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Na jeshi la Ukraine limepata majeruhi 1260 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vile vile, Kremlin haijui kuhusu waandishi wa habari wowote wa kigeni wanaotaka kutembelea miji ya Krasnoyarsk na Kupiansk ambayo jeshi la Urusi limeidhibiti. Msemaji wa Rais Dmitry Peskov anasema, hatujui kuhusu waandishi wa habari wowote wa kigeni wanaotaka kusafiri kwenda Krasnoyarsk na Kupiansk, lakini hatuna shaka kwamba wanaweza kuonekana baadaye. Alibainisha alipoulizwa ikiwa Kremlin ilikuwa na ufahamu kuhusu wafanyakazi wowote wa vyombo vya habari vya kigeni wanaotaka kutembelea miji hiyo miwili katika eneo maalum la operesheni ya kijeshi. Msemaji wa Kremlin aliongeza kwamba siku ya Jumanne Rais wa Urusi Vladimir Putin alirudia mwaliko wake kwa waandishi wa habari wa kigeni kuja kushuhudia hali hiyo Krasnoyarsk na Kupiansk moja kwa moja. Aliwaalika, hiyo ni kweli. Alisema wale wote wanaotaka kutembelea wanaweza kuja na wanaweza kufanya hivyo. Ziara kama hizo zinaweza kupangwa ikiwa ni lazima, Peskov alisema. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba kufuatia ziara yao Moscow, mjumbe maalum Steve na mkwewe Jared Kushner waliondoka na hisia kwamba Urusi inaelekea kwenye suluhu ya mgogoro nchini Ukraine. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.